Karibu kwenye jukwaa la Mwenge wa Kiswahili, nahodha wako Jibril wa Adam. Hujambo na karibu tena katika makala yetu ya Mwenge, jukwaa la elimu. Leo hii tuna gumzo kidogo kuhusu masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na elimu na jamii. Lengo kuu la somo la leo ni kuzungumzia ama kujadili mawili matatu kuhusu elimu. Mamilioni ya wanafunzi wanaingia darasani, lakini swali huwa ni moja. Je, wakiwa katika madarasa hayo ama katika shule wanasoma ama wanapata elimu ambayo inawasaidia katika maisha yao? Elimu ipo kila mahali, lakini je, inafanya kazi yake haswa katika maisha ya vijana hawa? Leo tunataka kujadili katika jambo hili, na ni ruhusa kwamba unaweza pia ukatoa maoni yako na mchango wako katika mazungumzo kadri yanavyoendelea pale chini katika comments. Kwa kutanguliza, kwanza tunajiuliza kwamba elimu inahusu nini? Kwa jumla, elimu inahusu mambo matatu muhimu sana. Kuna kusoma ambako kunamwezesha mtu kuchukua ujumbe kutoka katika makala tofauti tofauti ambayo yameandikwa ama yamechapishwa. Halafu kuna kuandika ambako ni kujieleza kwa kutumia maandishi katika lugha tofauti tofauti. Na mbali na hayo pia kuna kuhesabu. Kwa hivyo hizi stadi tatu ni muhimu sana: kusoma, kuandika na kufanya hesabu. Lakini je, tujiulize, katika maisha ya sasa hivi na maisha ambayo wanafunzi na watoto wanasoma, wanatumia vipi stadi hizo tatu kuu ambazo tumesema? Je, masomo ambayo wanafunzi wanayasoma shuleni yanawasaidia vipi katika kusoma, katika kuandika na katika kuhesabu katika maisha ya uhalisia? Tutaanza na kusoma kwanza, ili tuweze kuangalia ni vipi kusoma wanakosoma darasani kunaweza kukawafaa kule nje katika maisha ya baadaye ama maisha ya halafu. Baada ya kuchukua na kupata uwezo wa kusoma, mwanafunzi anatarajiwa kuutumia katika maisha yake katika shughuli zifuatazo. Nitataja kwa kidogo tu. Moja, anafaa tumie ujumbe wa kusoma ama uwezo wake wa kusoma mikataba, contract. Je, ni wangapi kati ya wanafunzi ambao tunajua ama watu huku nje wanaweza wakasoma mikataba vizuri na kuielewa? Nadhani si wengi. Mbali na hapo, katika jamii kuna mitandao, kuna majarida, kuna makala mbalimbali ambayo huwa yametungwa kwa nia tofauti tofauti. Je, tuna ule uwezo wa kusoma majarida haya, kusoma makala haya na kuweza kuelewa vizuri? Kwa hivyo hapo tunarejelea ile stadi ya kusoma, kwamba kila mwanafunzi anapokuwa darasani anafaa aweze kuweza kumudu stadi hii na kuitekeleza katika maisha yake anapotoka nje. Mbali na hiyo kuna kuandika. Kuandika ni stadi ambayo inamwezesha mtu kufikisha ujumbe katika jamii ama kwa watu mbalimbali ambao wanatagusana nao. Tukiangalia kwa sasa tutagundua kwamba watu wanaandika, kwa mfano katika simu wanatumia ujumbe, watu huandika barua pepe wanapotafuta kazi, watu huandika hata makala yao tofauti tofauti katika mitandao ya kijamii, katika Facebook ama katika WhatsApp, popote pale. Lakini katika kuandika kule, je, wanajiwasilisha vizuri? Wanajipambanua vizuri? Wanafikisha ujumbe kama unavyofaa? Kwa hivyo hapo ndipo mahali pengine ambapo tunafaa tuzingatie sana, kwamba stadi hii ya kuandika tunapoikuza darasani
inapotoka huku nje inafanya kazi na kumfaa mwandishi ambaye ni mwanafunzi? Je, anaweza akaandika barua kwa mfano ya kujieleza? Anaweza akaandika mkataba? Anaweza akaandika kwa mfano ujumbe mzuri na kwa maandishi mazuri? Manake unavyojua na ninavyojua mimi ni kwamba kutokana na usasa, maandishi mengine yanayoandikwa huwa yanakiuka hasa kanuni za uandishi. Halafu mwisho kuna kuhesabu. Uwezo wa kuhesabu ni muhimu sana. Utakuta kwamba baada ya mtu kujifunza kuhesabu, anakumbana na maisha ya huku nje ambako anafaa kufanya hesabu. Anafaa kufanya hesabu ya pesa zake mwenyewe anapopata, ama anapojiajiri, ama anapoajiriwa. Hesabu hii inajumuisha kufanya uamuzi wa hela kwa mfano ambazo anazo, zile ambazo atazifanyia matumizi, na zile ambazo anaziweka kwa mfano anaziweka kando, pengine la kutokea likitokea anaweza akazitumia. Je, ile hesabu ambayo tunajifunza shuleni inaweza ikampatia mtu uwezo wa kujifanyia bajeti mwenyewe? Na kama ni hivyo, mbona tunaona baadhi ya changamoto ambazo zinajitokeza katika jamii kuwa kwamba watu wanashindwa kumudu bajeti kulingana na uwezo wa kile ambacho wanakipata? Kwa hivyo katika haya tu ambayo tumezungumzia kuhusu kusoma, kuandika na kuhesabu, tunagundua kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yanatendeka darasani na yanafaa yatekelezwe vizuri ili aweze kumfaa mtu katika maisha yake ya kila siku na katika uhalisia. Ndio maana katika jukwaa la leo hivi tumekutana na azma yetu ni kushughulikia kwamba tuna nia ya kutoa elimu darasani na kuileta katika maisha ya uhalisia, ili tuweze kuona kwamba kile ambacho kinafundishwa darasani kinawezaje kutekelezwa ama kina athari gani katika maisha ya kila siku ya kila mwanadamu. Kwa hivyo ungana nami rasmi katika makala haya na makala mengine ambayo tutakuwa tunazungumzia papa hapa kuhusu mambo haya. Jina langu